ili jambo lolote liweze kufanikiwa linahitaji usimamizi. Usimamizi wa jambo hili safari hii, kwanza tumewapa wakandarasi, na wale wakandarasi tumetengeneza nao mkataba, construction contract. Ule mkataba sasa, kwenye ule mkataba tumeweka vipengele viwili ambavyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba hii kazi inakamilika, lakini katika ubora uliokusudiwa. Cha kwanza kati ya hivyo vipengele ni kwamba tumesema pawepo na kipengele kinachosema kwamba jengo hili litajengwa chini ya usimamizi wa sisi, lakini kwa kiwango kikubwa atalisimamia wenyewe wakandarasi. Chochote kitakachotokea ambacho kitakuwa na dalili ya kukiukwa kwa taratibu za kihandisi ikapelekea jengo kuharibika ama kitu kingine chochote cha madhara kwenye jengo hilo, wao wenyewe watakuwa responsible kubeba huo mzigo. Chama kitakuwa tayari, na maana kwa kitu chochote kibaya kwenye jengo wao watakuwa wanahusika. Lakini kipengele cha pili ambacho tumekiweka kwa maana ya kuweka usimamizi ulio bora, tumetengeneza mpango wa kazi kwamba wao wakandarasi wana wajibu wa kutuambia kwamba kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani tutachimba msingi, kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani tutamwaga zege, kutoka hivyo. Na huu mpango utagawanywa kwa viongozi. Maana yake ni nini? Mtu akitaka kuja kuangalia ujenzi unavyoendelea, yeye atakuwa na karatasi yake, anajua leo tarehe 12 mwezi wa 3 nikienda kule nitakuta ukuta umesimama. Akifika hapa aone ukuta umesimama. Maana yake hapo tutakuwa tunatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza mradi ambao una mwanzo na mwisho unaoeleweka. Ndio lengo kubwa la huu mradi. Lakini nia yetu ni kwamba tumefanya haya yote kwa lengo la kuhakikisha kwamba ofisi hii inajengwa na inakamilika ndani ya muda tulioupanga. Tutawakwamisha katika kusupply kile kinachohitajika katika utendaji wa kazi hii. Tutajitahidi kadri Mungu atavyotujalia kuhakikisha mahitaji yenu yanapatikana kwa wakati, ili jengo hili liishe pia kwa wakati. Sababu itakuwa heshima kubwa sana kama mwaka huu jengo hili likakabidhiwa kwa chama. Tutakuwa tumefanya hatua moja mbele. Asanteni sana kwa kupokea site hii. Kwanza hili jengo tunasema lina floor mbili, ground pamoja na first floor. Manake kwa ndani ya chini na juu, manake ni gorofa moja labda tuseme. Lakini sehemu kubwa sana ya chini tumebezi kuziweka ofisi, kama ofisi ya mwenyekiti wa chama, ofisi ya katibu wa chama, ofisi ya umoja wa vijana nadhani ipo kule. Jumuiya ya akina mama ipo chini, lakini kule juu sehemu kubwa ni ukumbi kwa ajili ya mikutano, ambao huo ukumbi wetu utachukua watu ambao hawapungue watu 48 hadi 50, na ofisi zingine ndogo. Tunavyofanya ujenzi huwa tunaweka maximum, kwa sababu katikati kuna vitu vingi vinaweza vikatokea, na kama nilivyosema huwa tunaangalia hali ya hewa. Kama hivyo kuna baadhi ya vitu na nyinyi pia kuna baadhi ya vitu mnatupa. Kwa hiyo inawezekana hata nyinyi pia mnaweza mkafanya delay, lakini hatutegemei na huwa tufikiri. Na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa jinsi mkataba alivyoweka hawa kandarasi wetu mpaka kufika mwezi wa 7 huo, tuombee dua hawa wasipate na matatizo yoyote, ofisi yetu iweze kukamilika. Na jambo hili ndugu zangu ni jambo la kuheshimisha Chama cha Mapinduzi pamoja na kamati ya siasa kwa ujumla. Haya ni mawazo yetu yalikuwa, tulishauriana kwenye vikao. Hatimaye Mwenyezi Mungu anaendelea kutunyoshea mkono. Inshallah Mwenyezi Mungu kama jambo litaendelea, basi hili jambo litakuwa la heri katika kamati ya siasa na chama kwa ujumla. Mimi kwa jina naitwa Hussein Halifa Mkuia, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Tunduru. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kushirikiana na viongozi wa chama, wamekuja na wazo hili na mpaka sasa tunaona zoezi la kusaini mkataba limekwisha kamilika, na tunataraji wakati wowote kuanzia sasa wakandarasi waingie site kwa ajili ya kutekeleza mradi. Kwa hiyo matarajio yetu ni makubwa kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika, na sisi kama Jumuiya ya Umoja wa Vijana hatutabaki nyuma, tutaendelea kushirikiana na